Kuelekea mchezo labda Kariakoo tarehe mosi mwezi wa 3 mwaka huu, pengine itakwenda kuwa mechi aina gani kwa upande wako? Mimi nafikiri itakwenda kuwa mechi ngumu, na itakwenda kuwa mechi ngumu kwa sababu nyingi. Kwanza ni kwa sababu ya ubora wa Young Africans walionao kwa sasa, namna ambavyo timu yao imekaa pamoja muda mrefu, lakini pia namna ambavyo mwalimu ameanza kuipata rhythm ya timu yake, lakini pia itakuwa bora kwa sababu ya confidence ambayo wanayo baada ya kuwa wameshinda zaidi ya mara 5, nadhani itakuwa ni mara 6 na anakwenda kutafuta ushindi wa mara ya 7. Lakini pia itakuwa bora kwa upande wa Msimbazi kwa sababu wanaingia kama timu ambayo itakuwa kama second team, timu ya pili, kwa sababu hawana matokeo kwa kipindi kirefu. Lakini pia kwa sasa kuna namna ameweza kutengeneza, angalau standard imeweza kupanda kutoka vile walivyokuwa awali na mpaka sasa, kwa namna ambavyo wameendelea kuwa na performance nzuri kutokana na maingizo mapya ya wachezaji ambao wameanza kuingia. Tunamzungumzia Oura Gwe, tunazungumzia Roemba ambaye kwa kiasi fulani amekuja kudhibitisha ubora wake, na kuna uwezekano kati ya Nabi Kamara na Yusuf Kagoma mmoja akampisha kutokana na namna ambavyo anakuofa vitu vingi. Timu inapokuwa haina mpira kwenye kukaba, anakuofa kitu kizuri cha kuweza kurudi kwenye mfumo au kwenye staili ya ukabaji. Lakini pia timu inapokuwa inashambulia, anakuofa idadi ya namba kwenye eneo la juu wakati wa kushambulia, kitu ambacho ni faida kwa Simba kwa sasa na hata katika mchezo ambao unakuja huu wa dabi. Lakini pia nafikiri ile pressure, Yanga wakiwa na confidence ya kushinda mara nyingi, wao wana pressure pia ya kutaka kushinda pia angalau kuziba ile gap la uteja, kwa sababu ili dabi ionekane dabi basi atakiwa mtu walau apoteze mara 2, basi kienda sana labda mara 3, lakini kisha zidi hapo basi mashabiki tutaanza kujiuliza kwa nini dabi gani hii, kwa nini na kuwa hivi. Kwa mfano mdogo, hata pale England umeona baada ya miaka mingi Manchester City alikuwa hajapata matokeo, Manchester United alikuwa na zaidi ya miaka 5 hajapata matokeo pale, lakini baada ya kuwa mwaka wamepata matokeo, mechi inayofuata nadhani umeona namna ambavyo watu wanaizungumzia dabi ya England, lakini pia hata namna ambavyo dabi ya London imekuwa ikizungumzwa mara kwa mara, hasa pindi zinapokutana timu za London zenyewe. Sasa hapo nazungumzia Chelsea, nazungumzia labda na timu zingine zikiwemo kama Arsenal. Lakini pia kwa mazingira hayo, hata hii dabi yetu hii, nadhani Simba wana kitu cha kujiuliza zaidi ya yote. Ukizungumza na watu wa ndani ya Simba wanakuambia saizi kuna umoja, tofauti na kipindi cha nyuma ambapo wamepoteza hizi mechi. Sawa, tuangazie kwa upande wa Simba ambapo shida kubwa imekuwa ni kwenye kutumia nafasi ambazo wamekuwa wanazitengeneza. Pengine kuelekea mchezo wa Kariakoo, Simba wafanye nini hasa ili kuondoa hii shida ambayo ipo kwenye timu yao? Nafikiri kinachotakiwa cha kwanza kikubwa kabisa ni utulivu, kuwa na utulivu mkubwa kwa ajili ya kuhakikisha kila nafasi wanaoipata wanaitumia. Na unajua kwa kawaida mshambuliaji au uwezo wa kufunga goli, mtu mwenye uwezo huo anazaliwa, ni ngumu sana kumfundisha. Ni vitu vichache sana ambavyo anatengenezewa, ikiwemo saikolojia. Kwa hiyo nadhani Steve Barker, moja ya kazi alizonazo kubwa ni pamoja na hiyo ya kuwafanya wachezaji hasa wa safu ya ushambuliaji wawe na utulivu na waweze kutumia kila nafasi, na kukumbusha Gomez kwa maana ya Suleiman Mwalimu, wakati anatoka Zanzibar akiwa top scorer na kuja pale Fountain Gate, alicheza mechi raundi ya 4 ndio alianza kupata nafasi, lakini mpaka anaondoka kwenda Wydad alikuwa miongoni mwa wachezaji wenye magoli mengi, alikuwa na goli 7. Na ukiangalia katika hao magoli 7 alitengenezewa nafasi 12, nafasi 7 alifunga na nafasi 5 hakufunga. Hiyo inakupa taswira kwamba timu aliyokuwepo ambao ni Fountain Gate haikuwa timu kubwa sana. Kwa hiyo hata nafasi alizokuwa anapata hazikuwa zile nafasi clear sana ambazo unaweza kuzitegemea pale Simba naamini atapata nafasi ambazo ni clear sana. Kwa hiyo mwalimu Steve Barker anachotakiwa kukitengeneza kwake ni hali ya kujiamini, na naamini ni miongoni mwa washambuliaji bora ambao wanaweza kufanya kitu kikubwa, kwa sababu kama ameweza kuweka bench Jonathan Soa, manake hata kwenye mechi hizi pia na mwendelezo wake unaweza kuwa mzuri zaidi kama tengeza hali ya kujiamini. Kuna wachezaji wengine ambao wanacheza maeneo ya pembeni ambao nao nafikiri wanahitaji kitu kama hicho, kuweza kuondolewa yale mawazo ya tumepoteza michezo takriban 6. Sasa huu mchezo wa 7 inakuwaje? Akifanikiwa kwenye hilo, nina uhakika
mechi inakwenda kuwa nzuri na Simba wanaweza wakapata matokeo kwa sababu Yanga ana confidence, wako over confidence kwa sasa. Sawa, tuangazie Tanzania tumebarikiwa kuwa na waamuzi bora Ahmed Rajiga, lakini Hersi Said na wengine wengi ambao wamekuwa wanakizi vigezo kuelekea huu mchezo, hasa waamuzi binafsi yako kwa kuheshimisha dabi, lakini pia ligi kwa ujumla. Binafsi yako waamuzi wangetoka ndani ya nchi ama wangetoka nje ya nchi kama ilivyokuwa mchezo wa mwisho wa grand final katika uwanja wa Benjamin Mkapa? Nafikiri waamuzi kutoka ndani ingekuwa kitu kizuri sana kuliko kutoka nje, kwa sababu hakuna dabi ambayo waamuzi wamewahi kusifiwa, na kama wamewahi kusifiwa basi ujue hiyo mechi ilikuwa ni mechi ambayo timu moja ilipata matokeo mabovu sana. Lakini katika uhalisia dabi yoyote hususan yenye magoli machache, goli moja bila, 2-1, 2-0, waamuzi lazima walalamikiwe. Mimi nafikiri waamuzi wanatakiwa kutoka ndani ili kuendelea kuwajenga, ili kuendelea kuwapa utimamu, ili kuendelea kuwapa hali ya kujiamini. Siku moja kwenye mkutano mkuu wa TFF, Rais Karia alizungumza kitu kimoja, akasema katika moja ya vitu ambavyo wanahabari na Watanzania tunakosea ni pale ambapo tunatoa siri au kutoa malalamiko yetu hadharani kwenye mitandao ya kijamii kuhusu waamuzi wetu. Manake hata kamati ya waamuzi ya FIFA na CAF wanaona kwa mwisho wa siku kuna namna inawashusha thamani waamuzi wetu. Kwa hiyo ninaamini tukitoa waamuzi kutoka nje yatakuwa yale yale, tutaraise kwenye mitandao yetu na bado tutaendelea kuwa discourage waamuzi wetu. Ingawa kwangu mimi wito wangu kwa waamuzi, natamani wafate sheria, waache masuala ya hekima, na kama labda kuna changamoto kwa upande wa uongozi wao basi nao usiwaingilie, uwape nafasi ili waweze kuamua katika mazingira yaliyo sawa. Kwa mfano mimi huwa nampenda sana Rajiga. Rajiga penalty hata ziwe 5 kwa sasa, Rajiga wa sasa yeye zote atafunika. Yeye kama ni faulu inahitaji kadi, yeye atatoa kadi. Swala la mashabiki, mimi nadhani waamuzi hawa wanatakiwa kusaidiwa na shirikisho letu, bodi ya ligi pamoja na chama chao kwa kuendelea kuamini kwa mechi, kwa sababu mashabiki wa Simba na Yanga kwa vyovyote vile lazima walalamike tu. Hakuna namna ambavyo tunaweza kuepuka hiyo.